Mtazamaji na wewe msikilizaji wa Kankono Media, karibu tena kwenye wasaa huu wa habari zilizotufikia. Jina langu ni Ipiana Isaac Mwanyasi. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana ametangaza kuwa nchi hiyo imefunga kwa muda ubalozi wake katika mji mkuu wa Marekani, huku kukiwa na uchunguzi kuhusu madai ya kashfa ya visa. Samuel Akudzeto Abarakwa alisema ubalozi huo utafungwa kufuatia ugunduzi wa timu ya ukaguzi iliyochunguza madai ya kifisadi katika ubalozi wa Washington. Taarifa hiyo iliongeza kuwa ubalozi huo utafungwa kabisa kwa siku chache hadi urekebishaji mpya wa mifumo utakapokamilika. Kulingana na Abarakwa na washiriki wa ukaguzi, wanasema kuwa wahusika katika mpango huo wa udanganyifu walichukua pesa kutoka kwa waombaji wa visa pamoja na pasipoti. Inadaiwa kuwa mpango huo ulijumuisha kuweka kiunganishi ambacho hakijaidhinishwa kwenye tovuti ya ubalozi ili kuwaelekeza waombaji wa visa na pasipoti kwa kampuni ya kibinafsi, ambapo walitozwa malipo ya ziada kwa huduma nyingi bila ufahamu wa Wizara ya Mambo ya Nje. Waziri huyo ameongeza kuwa baada ya hapo mchakato wote ulifanywa kwenye akaunti ya kibinafsi na kwamba mpango huo umekuwa ukiendelea kwa takribani muda wa miaka 5. Namnukuu, tabia hii imeripotiwa kwa mwanasheria mkuu kwa uwezekano wa kufunguliwa mashtaka na kurejesha fedha zilizopatikana kwa njia za udanganyifu, alisema Abarakwa. Kutokana na mkasa huo, wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje huko Washington wamerudishwa nyumbani na wafanyakazi wote walioajiriwa ndani ya ubalozi wamesimamishwa kazi, aliongeza Abarakwa. Pia waziri huyo alisema kuwa serikali ya Rais John Mahama itaendelea kuonyesha kutovumilia kabisa rushwa, migogoro ya maslahi na matumizi mabaya ya ofisi. Mwisho wa habari. Ipiana Isaac Mwanyasi, Kankono Media.